Baada ya kufanyika kwa tuzo za Tanzania Gospel Music Awards usiku wa kuamkia leo, mwimbaji wa Injili Miriam Lukindo ametumia ukurasa wake wa Instagram kutoa maoni ya wazi kuhusu kasoro alizoziona kwenye tukio hilo. Miriam amesema waimbaji wa muziki wa Injili wamekuwa wakisapoti matukio kama haya, lakini hali iliyojitokeza haikuwapa heshima wanayostahili. Akitaja baadhi ya changamoto, alisema waimbaji walikaa nyuma bila meza wala viburudisho, ilhali kulikuwa na nafasi tupu mbele. Pia alikosoa matumizi ya vyombo vya muziki duni na kutothamini mchango wa watangazaji wa redio za Injili. Aidha, aliongeza kuwa baadhi ya waimbaji walijiondoa mapema baada ya kuona maandalizi hayaendani na heshima wanayostahili. Pia alisisitiza umuhimu wa kutofautisha kati ya kwaya na waimbaji binafsi katika upangaji wa matukio. Miriam Lukindo alihitimisha kwa kusema kuwa maoni haya hayalengi kugawa tasnia, bali kusaidia waandaaji kuiboresha kwa faida ya muziki wa Injili nchini. Ukipita kwenye page yake ya Instagram utakuta kuna post ya video ambayo ameiweka na kuandika mambo mengi kweli kweli, na utasikia kile ambacho anakisema kwenye video hiyo muda si mrefu hapa. Anasema kwamba kwenye swala la vikundi napaswa mfanye kazi tena. Kama sisi waimbaji ndio walengwa wa shughuli, sikupendezwa kuona mmewakusanya kama mafungu ya nyanya kule nyuma pasipo meza wala viburudisho, wakati nafasi za meza tupu zilikuwa kibao. Sio sawa. Yale mambo gani yale kutuuzia mahindi ya kuchoma ukumbini? Kama mnatucelebrate basi tupeni heshima yetu. Aise, sisi hutumia gharama kubwa sana kutengeneza mziki. Sasa haikuwa haki kutuwekea vyombo vinavyolia vibaya. Mngefanya mkakati wa kuhakikisha ubora ule mnaoucelebrate nanyi mnaotoa kwetu siku ya jana. Kuna waimbaji baadhi walijitoa kwa kuwa walishaona vitu havikuwa sawa. Mkaona wale wanakwamisha, kumbe kiukweli shughuli mmeikwamisha wenyewe. Hauwezi kumweka mwimbaji binafsi na kwaya, haiwezekani. Utakuwa utendi haki. Mbona hamkuwapa heshima watangazaji wa redio za kidini wanaofanya kazi kwa jasho ili Injili ifike kwa wengi? Nimeona comment ya mtangazaji Haris Kapiga, amesema kwamba asante kwa mrejesho, tumelipokea. Mungu atupe uzima kujitahidi kuwa bora zaidi. Mungu akubariki, asante sana kwa hili besti yangu, asante. Comment nyingine Haris Kapiga akawa amejibu kwenye kile ambacho nazungumzia kwenye kategori kuwachanganya wasanii wa kwaya na msanii mmoja mmoja. Haris akaja kuandika hapa kwamba kategori yetu hiyo inaitwa kwaya au bendi bora ya mwaka. Ndio maana nominees walikuwa bendi mchanganyiko na kwaya. Wenye kura nyingi wakawa Neema. Tunashukuru sana kwa mrejesho besti yangu. So akawa amejibu kuhusiana na hayo. Na Haris Kapiga amemjibu hapa Miriam kwa sababu ni miongoni mwa wanakamati wa tuzo hizi za Tanzania Gospel Music Awards. Kwa hichi ambacho kinaendelea kwenye tuzo hizi, maoni yako ni yapi na unaona nini mbeleni? Dropisha comment yako hapa kwenye uwanja wa comment. Lakini pia usisahau kusubscribe kwa taarifa nyingi zaidi. Mimi ni Sadi TZ, hii ni Simulizi na Sauti. Basi jana akawa na tuzo jana, na kiukweli ni kama nilikuwa na watania Neema Gospel Choir, na waambia tuzo za leo zilikuwa kwa udhamini wa Neema Gospel because they shining jana kwenye kiwango kikubwa. My concern ni hii, kuna vitu nilikuwa sijaelewa. Unapoiweka choir as Neema ni Neema Gospel Choir, alafu unaiweka Agape Band, alafu unaiita Neema Gospel Choir kwamba ni band, unakosea. Choir ni choir, bendi ni bendi. Agape Band ni band. Neema Gospel Choir ndo maana wakaitwa Neema Gospel Choir, wangeitwa Neema Band, you know. Kwa hiyo kulikuwa kuna vitu haviko vizuri hapo. Sijui labda wewe unaonaje? Yes. Lakini mimi Neema Gospel Choir, it's my